Mtazamaji wa makala zetu, ulichokishuhudia ni taswira halisi, yani kuwa elimu za madrasa ama elimu ya Qur'ani katika vijiji mbalimbali bado hali ni ngumu sana. Tunashuhudia wakati mwingine karne hii ya 21, karne ya sayansi na teknolojia, watoto wa Kiislamu wakijifunzia kitabu cha Allah chini ya miti, lakini katika mabanda ambayo hayana hadhi kabisa ya kufundishiwa kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini kutokana na hali na uduni wa maisha, na tukifahamu kwamba elimu ni wajibu kwa Muislamu wa kiume na wa kike, basi hapana budi Qur'ani isomwe pasipo kujali mazingira fulani kutokana na ugumu wa kimaisha. Mtazamaji, niko na Bi Zaina Othman. Yeye ni mwalimu msaidizi wa madrasa hii. Atueleze machache na changamoto ambazo zimekuwa zikikabili madrasa hii. Ni msokotano kwa watoto wa kike na kiume, ni mchanganyiko, lakini tunasoma humo kwa sababu hatuna pengine. Inaponyesha mvua, maji yote yanaingia katika chuo. Muda jua inakuwa jua lote linatupata, lakini hatuna budi kuvumilia na tunaendelea kusoma katika madrasa hiyo dhaifu. Tunawaomba Waislamu wenzetu, wanajumuiya na wenye uwezo wote watusaidie kutujengea madrasa yetu, kwa sababu hali yetu ni ngumu, ni dhaifu, na watoto tulionao si kidogo, na bado anaendelea kuja siku hadi siku. Hali ni bado ni dhaifu sana, lakini kutokana na uwezo wetu na chuo chetu bado hakijawapevuka sana. Kwa hivyo tunajishukuria, kwa hivyo tunawaomba na sisi watuangalie kwa jicho la ukarimu sana, ili watakapoweza basi watujengee jengo letu ili liweze kuwa madhubuti na kuendelea kuwafundisha watoto wetu kwa nafasi vizuri sana. Inapofika msimu wa mvua, zaidi kama msimu wa mvua zile za mwaka, unakutia kasi fulani zinatukosti zaidi, unafika pahali penyewe kufika kama wiki mzima nafunzi chuoni na tuwakarisha kuja chuoni kwa sababu hamna sehemu za kukaa, maji ndani. Tunaomba misaada, tunaomba wafadhili watusaidie kupitia changamoto hii, watuone na sisi kama ni Waislamu wenzi wao, wahisi kama tunasaidia Waislamu wenzetu, wanaeka akiba mbele ya Allah, sio na tuikia sisi tunajikao mbele ya Allah. Mtazamaji wa makala zetu, umeweza kushuhudia yaliyokuwa mengi juu ya hali na mazingira magumu ambayo watoto wetu wa Kiislamu wanasoma katika mazingira magumu. Kila mmoja ana wajibu wa kuweza kutoa mchango katika hili na kuweza kupata ufadhili wa kujenga madrasa stahiki, madrasa ambayo itawapa walimu na wanafunzi utulivu, ili watoto wa Kiislamu waweze wasome elimu ya Qur'ani kama watoto wengine. Nikiripoti kutoka katika kitongoji hiki cha Kwakaimu, mimi ni Rashid Salim Mohamed wa Al Fatah.